Najua hali hii wote tumeshakutana nayo. Kuna wakati tunakuwa tunajisemea labda wiki ijayo nitaanza kufanya mazoezi, wiki ijayo nitaanza kusoma vitabu, wiki ijayo nitaacha matumizi ya simu ya muda mrefu na vitu vingine vingi vingi sana. Huwa tunajiwekea promises za aina hii. Unashangaa wiki ijayo imefika na haufanyi vile ambavyo ulitaka. So changamoto sio kwamba tunakosa motisha au sio kwamba hatuna nia ya dhati ya kufanya kitu fulani, hapana. Bali ni kwa sababu kuna mbinu fulani fulani hivi tulipaswa kuzifanya ili kurahisisha ile tabia ifanyike, lakini hatukuwa tunazifahamu au hatukuzifanya. So leo hii naenda kukupa mbinu mbili muhimu sana, ambazo ukizitumia mbinu hizi moja kwa moja wewe utaenda kujenga tabia yako mpya kirahisi sana na kuacha tabia fulani ambayo unataka kuiacha. So mbinu ya kwanza inaitwa implementation intention. Unajua, ili kufanya tabia yako iwe rahisi ni lazima ujue mahali gani utaifanya ile tabia na muda gani utaifanya ile tabia. Na mimi niliwahi kutumia hii. Nilikuwa na sehemu moja pekee ambayo huwa nasoma Biblia yangu na huwa nasoma kwa muda fulani. Na kila ikifika ule muda basi nitaisoma Biblia yangu sehemu ile ile. Na baada ya muda ikawa naturally, ikawa kila siku nafanya vitu vile vile. Kwa mfano nataka kujenga tabia ya kufanya mazoezi. Basi nitaandika, nitafanya mazoezi saa 2 kamili nje ya nyumba yangu. Nitasoma kitabu mara baada ya kuamka kwenye kitanda changu. So hiyo itakurahisishia sana wewe kujenga tabia yako mpya, kwa sababu tayari una sehemu na tayari una muda. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili inaitwa habit stacking. Sasa hii ni nzuri na rahisi sana kuliko ile ya kwanza, kwa sababu inajenga kwenye zile tabia ambazo tayari tunazo. Kwanza kabisa ni lazima ujue ni tabia gani ambayo unayo na tabia gani ambayo unaijenga. Kwa mfano, nina tabia ya kuamka saa 2 kamili asubuhi. Sasa baada ya kuamka naweka tabia nyingine ambayo nataka kuijenga soon baada ya kuamka. Au baada ya kutandika shuka langu naweka tabia nyingine ambayo itafuatia ambayo nataka kuijenga. Kwa mfano, baada ya kunywa chai yangu sitashika simu yangu, badala yake nitaenda kufanya mazoezi au nitasalimia ndugu jamaa na marafiki. So hivyo ndo namna ambavyo habit stacking inafanya kazi. Baada ya tabia ambayo upo nayo hivi sasa. Kwa mfano, nimekwisha kusema, kwa mfano kuamka asubuhi, kutandika shuka na tabia yoyote ile ambayo unaifanya kila siku ambayo upo nayo. Nitafanya tabia mpya ambayo unataka kuijenga. Salimia ndugu jamaa na marafiki, tembea nje na tabia yoyote ile ambayo unataka kuijenga. Sasa hizo ni njia mbili ambazo zitakurahisishia wewe kujenga tabia yoyote ile ambayo unaitaka na kuacha tabia fulani ambayo huitaki. Na hii ni video ya 5 na video nyingine zinazidi kuja. Hakikisha una share video hizi kwa marafiki zako ili na wao waweze kujifunza zaidi na zaidi na zaidi. Na nakukumbusha kwamba nawania tuzo za Uni Awards 2025-2026 ambazo kilele chake mwisho ni tarehe 29 kupiga kura. So unakukumbusha kunipigia kura kupitia linki ambayo inatembea na video hii. Lakini usiwe na wasiwasi, kama hujapata linki hiyo niambie nikutumie linki hiyo, na mara moja nitakutumia linki hiyo ili uweze kunipigia kura na tushinde kwa pamoja. Mimi ni Silvano Mwishi, mpaka wakati mwingine. Bye bye.